Baba alimtupa raketi kwa binti yake, lakini raketi karibu imponda binti yake. Ilikuwa imetengenezwa kwa chuma cha meteoriti na ilikuwa na uzito wa paundi 500, lakini baba alidanganya na kusema ilikuwa na uzito wa paundi 100. Alilazimika kugonga mpira nayo mara 1000 kwa siku, ndio maana atashinda mashindano haya ya ping pong. Msichana alifanya mazoezi kwa bidii kila siku. Siku hiyo alijifunza kwa siri ujuzi wa kaka yake mkubwa kwenye uwanja wa mazoezi, lakini hakuweza hata kukamata mpira wa kawaida. Hata aligongwa na mpira. Baada ya kaka yake mkubwa kuondoka, msichana alitaka kujijaribu mwenyewe. Alijiuliza kama ujuzi wa kaka yake mkubwa wa kucheza mpira haukuwa mzuri. Alibonyeza kitufe cha kifaa na kurekebisha mkao wake. Mpira ulitoka kwa kasi kutoka ukutani, lakini msichana alimpiga nyuma kwa urahisi. Ufa ulionekana kwenye ukuta. Alikuwa mtu wa kwanza kukamilisha changamoto hiyo kwa mafanikio, lakini kwake hii ilikuwa sehemu tu ya mazoezi yake ya kila siku. Alipoondoka, mkufunzi alisikia mvurugo na akakuja. Alitoa mpira na kulala kwenye ukuta. Saa inayofuata ukuta ulianguka. Kocha aligundua kwamba mtu aliyekuwa akigonga mpira hakuwa mchezaji wa kawaida. Aliamuru kutafutwa. Ikiwa mtu huyu ataongezwa kwenye timu, atashinda ubingwa wa dunia wa tenisi ya meza. Siku ya mchezo, kocha aliingia na timu yake, lakini hakujua kwamba mtu aliyemtafuta alikuwa katika timu yake. Mtu huyu alikuwa msichana wa kijijini ambaye walikuwa wakimdharau kawaida. Msichana hakujali waliofikiri wengine. Angethibitisha kwa nguvu zake. Rundi ya kwanza ya mashindano ni kuvunja chupa kwa mpira. Anayevunja chupa nyingi zaidi ndiye anayeshinda. Wa kwanza kucheza ni mpinzani wa msichana. Aliling'oa raketi yake kwa nguvu sana hadi akavunja chupa zote mara moja. Umati wakampigia kelele, lakini ilipofika zamu ya msichana, hakuweza hata kushika raketi kwa utulivu. Hakuivunja hata chupa moja. Kila mtu alimcheka na kumwambia aache. Pinzani wake walimshutumu kocha wake kuwa si mwalimu mzuri, lakini msichana alisimama imara na akafika fainali. Wakati huo akaitupa raketi yake ya tani 500 na kuibadilisha na raketi ya kawaida. Mpinzani wake hakugundua hatari na aliendelea kucheka. Kwa hivyo msichana akaling'oa mpira kwa nguvu zote. Mpinzani wake hakuweza kuitikia kwa wakati. Alipigwa na mpira na kufukuzwa mita 300 mbali. Mpinzani alijeruhiwa vibaya na hakuweza kuendelea na mechi. Mwishowe msichana alishinda.